Miongoni mwa watu ambao kwa sasa wanahamasisha vijana wengi sana waingie kwenye swala zima la ushirikina ni Chief Godlove. Kama kawaida yake amekuwa akizungumza kwamba umuhimu wa kutoa kafara. Yeye kama unavyojua kwamba ana mifugo mingi na kafara zake zimekuwa kidogo ni za thamani, na hata kwa wale vijana ambao wanatamani kuwa na mafanikio ya Chief Godlove, yani kabla siku zote hujitamani kuwa na mafanikio ya mtu fulani, I say ni muhimu sana kujua siri nzito ambayo imekuwa ikiendelea. Kila moja ana siri zake ambazo zimemfanya mpaka ameweza kufanikiwa ama ameweza kutoboa kwenye jambo fulani. Sasa kuna vijana wengi ambao kwa sasa wanamsikiliza Chief Godlove anayoyazungumza, na amekuwa akihamasisha vijana wafanye kazi, haswa vijana wa mjini ambao kiuhalisia ni kama wanabweteka, lakini moja kwa moja ukiachana na kwamba utafanya kazi, lakini Chief Godlove amekuwa akizungumza issue na umuhimu wa kutoa kafara. Jamani, kuna kafara za wanyama na kuna kafara za binadamu. Sasa kiuhalisia, miongoni mwa kauli na nukuu ambayo nimeweza kuipata kwa Chief Godlove, kwake yeye anaitumia kafara ya wanyama, and of course amekuwa akifanya kila mwisho wa mwaka, na pengine watu wanaanza kuunganisha matukio na kuamini kwamba kilichoonekana kumfanya Pipi Jojo ashindwa kuendelea kwenye lebo ya Chief Loot Music ni kutokana pia na mambo ya kishirikina kuwa ni mengi kupita kiasi. Yani ni jambo ambalo tu ni lazima tuwekane sawa. Yule ni mtoto wa kike. Mwisho wa siku kuna baadhi ya vitu ambavyo huenda vikawa vinamtisha na kuvumilia ameshindwa. Mwisho wa siku akawekwa chini na lebo kama lebo ambayo inamilikiwa na Chief Godlove ikamuita na ikazungumza naye kwamba kama anaweza akaendelea basi ni vyema akaendelea na makubaliano, lakini kila atakachoambiwa aidha kama ni kutoa kafara ni lazima. Kwa mwisho wa siku kilichoonekana ni kwamba Chifu akaamua kumvunjia mkataba mtoto wa kike kwa kuwa kulikuwa na mambo ya kishirikina na masuala ambayo yalikuwa naenda nje na mipaka ya mtoto wa kike Pipi Jojo. Kwa mwisho wa siku jamani, nimekuwa nikiona vijana wengi sana wakitamani kuwa kama Chief Godlove, lakini kama unatamani kumjua mtu na ungetamani pia kuwa kama yeye, ni vyema ukamfuatilia kwanza na ukajua siri ambazo ameweza kuzipitia mpaka ameweza kufikia katika malengo hayo. Kwa hiyo kwa wale ambao wamekuwa kitamani sana mafanikio, utajiri, magari na nyumba za Chief Godlove, moja kwa moja inabidi wakubaliane kwenye hii issue ya kutoa kafara. Kuna kafara mbili kama nilivyozungumza, na amekuwa akizungumzia sana Chief Godlove kwamba kuna kafara ya mnyama na kafara ya mwanadamu. Kwa mwisho wa siku utaangalia thamani ya kile unachokitaka. Je, kinahitaji kafara ya mnyama ama wanyama ama kafara ya binadamu, yani damu ya mwanadamu? Kwa mwisho wa siku jamani, inabidi tuendelee kujifunza kwamba haya mambo yana mwisho wake. Mwisho wa siku usitamani kitu cha mtu kwa sababu pengine labda kina thamani, alafu mwisho wa siku pia usijue madhara ama nini ambacho kimemfanya mpaka yeye ameweza kukimiliki kile kitu cha thamani. Tujifunze na tuelewe.